Nataka nikuhakikishie ukweli. Ninavyosema sisi binadamu wote ni ndugu. Ni ndugu kweli. Eti kuna Mkristo amejiweka kikundi akisema kwamba wao ndio watu wa Mungu tu, wakati tayari Mungu kashawaonya. Mungu anasema ukijiona wewe ni wa Kristo, basi tambua kwamba na mwenzako nao ni wa Kristo. Nyie wote ni roho za Mungu, mmetoka wa Mungu na mnarudi kwa Mungu. Tukija kwenye Waislamu wao wanasema kwamba Mungu ana mtoto, Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa kweli, hana mtoto katika mwili. Yaani katika miili yetu hii hana mtoto. Sisi sote ni viumbe wake kwa sababu tumeumbwa kutoka kwenye udongo. Lakini kumbuka tunazo roho zilizoko ndani yetu. Hizi roho katuazima Mungu. Yaani ni vipisi vya roho yake. Katoa kwake katuazima sisi. Kila mwanadamu aliyeumbwa kisha katiwa roho ya Mungu. Akapuliziwa na pumzi ya uhai ili apate kuishi duniani. Kwa hiyo sisi sote tunahesabika kwamba ni wana wa Mungu. Na kila mwenye imani sawasawa na Ibrahim amehesabiwa kuwa ni mwana wa Mungu, kwa sababu Mungu amekwisha kumfanya Ibrahim kuwa ni mtoto wake, kwa sababu amekuwa ni mwaminifu wa Mungu siku zote kwenye maisha yake. Tofauti yetu iko wapi? Wewe Muislamu na wewe Mkristo, tofauti yetu iko wapi? Wakristo wametambua kwamba ukweli kwamba Mungu ni baba yao. Lakini ukweli ni kwamba mioyo yao haina imani hiyo. Ndio maana wamekuwa wakikumbana na matatizo mengi, kwa sababu hawana uhakika kwamba wao ni watoto wa Mungu. Wanatamka tu mdomoni. Hawaijui mamlaka waliokuwa nayo kwa Mungu, kwamba wao ni wana wa ufalme. Wamekuwa wakitawaliwa na shetani. Na shetani akishatambua kwamba wewe umetambua kwamba ni mwana wa Mungu, anakuja na majaribu yake kujaribu. Anaangalia udhaifu wa roho yako. Akigundua kwamba roho yako ina udhaifu, haijitambui kwamba ni mtoto wa Mungu, haijitambui mamlaka yake iliyokuwa nayo kwamba yeye imezaliwa na mfalme, basi anainyanyasa sana. Ndio maana ushoga umeanzia huko kwa Wakristo. Usagaji na mambo mengine kadha yameanza huko. Uchawi, ushirikina huko kwa Wakristo. Ni kwa sababu hawa watu wameshindwa kutambua mamlaka aliyokuwa nayo. Wamekubali kuongopewa na shetani. Na shetani kwa sababu anayo maarifa, anaamua kuwafanyia vitu, kwa sababu yeye anajua, anaelewa kabisa na ana elimu kabisa ya katika ufahamu wako wa kiroho, namna ya kucontrol. Ameweka Bluetooth ndani yako, anakucontrol kutoka huko alipo, anaweza kucontrol na roho yako, kwa sababu wewe una uoga na umeshindwa kutambua mamlaka uliyokuwa nayo kama Mkristo mbele za Mungu, kwamba wewe ni mwana wa Mungu na mamlaka yako ni mtoto wa Mungu, mtoto wa kifalme, na una mamlaka na utumishi upo juu yako. Ni mtu kutoka kwenye ufalme, umeshindwa kuitambua. Kwa hiyo adui anapata nguvu ya kukujia wewe, kwa sababu anakuletea vitisho na wewe unakubali kuogopa vitisho vyake. Funguka akili zako upate kuelewa. Na wewe Muislamu umewekwa kikundi, ukaongopewa kwamba Mungu sio baba yako, kwa sababu Mungu hajawahi kuzaliwa. Ni kweli, lakini roho yake iko ndani yako. Wewe unakuwa mtoto wa Mungu sawasawa na hiyo roho iliyokuwa nayo ndani yako. Na vipi kwenda kusujudu Maka kwenye makaburi, kwenye kaburi? Unasujudu nini kama wewe unatambua kwamba unamwabudu Mungu, unamsujudia Mungu? Kwenda makaburini Maka unaenda kusujudu kwenye nini? Na vipi unapogeukia kibla kufanya ibada zako kibla? Mungu yuko kibla.
Mungu ana mwelekeo, wala usiwaze moyoni mwako mwelekeo fulani, kwa sababu Mungu popote ulipo, kona zozote na hata ndani yako anaweza kuishi. Kwa hiyo ukiabudu Mungu, amini unaabudu Mungu, kwa sababu yeye Mungu ni Mungu wa vitu vyote vya juu mbinguni na vya chini duniani. Kwa nini kusujudu mbele ya vitu? Kile unachokusujudu ukikiwaza moyoni mwako, ndo kitu unachokisujudia. Na vipi kuhalalisha uganga misikitini? Uganga unauhalalishaje wakati nguzo yenu kubwa inasema kwamba tuabudu Bwana Mungu peke yake, kwamba Mungu pekee ndo Mola, hapaswi kuabudiwa, hakuna mwingine? Kwa nini kuhalalisha uganga? Hujui kama uganga ni kumwabudu shetani? Na vipi kuhalalisha uganga, kwamba uganga ni sehemu ya Uislamu, watu wanatumia Qur'ani kwa ajili ya kufanya uganga, inakuwaje? Na vipi hizi na vipi hizi nini wanazozifanya hizi kwa ajili ya kuwahukumu watu? Hizi wanazozifanya hizi kwa ajili ya kuwahukumu watu, hizi dua zao wanazozipiga hizi kwa ajili ya kuwahukumu watu na kuharibu watu. Mungu amesema kwamba hukumu anafanya yeye. Anasema kwamba nyie pendaneni mara 7 mara 70, kwa sababu msihukumu, msije mkahukumiwa, kwa sababu anayehukumu ni Mungu tu peke yake. Lakini nyie mmekuwa mkifanya badili kwa hukumu watu, mmekuwa mkiwanyongonyesha watu, mkiwanyongonyesha watoto zenu, mkiwanyongonyesha watu, mkiwanyongonyesha ndugu zenu. Na huku mmekuwa mkikaa na majini na kuyafuga majini, mnasema majini ni mazuri, kwa hiyo majini ni waasi wa Mungu, ni malaika waasi kutoka kwa Mungu, mnaabudu. Na wengine wamekuwa wakitembea nao kama chuma ulete, wamekabidhiwa, wanasema kwamba wameishi na majini. Yamekuwa yakiwanyonya watoto wao, wamekuwa dhaifu, wamekuwa wajinga, wanashindwa kutambua ukweli, wanashindwa kujua kama wapo katika vifungo, wanashindwa kujua kama hapo katika ukweli. Wanaishi na majini, yanawanyonya watoto wao na kuharibia maisha ya watoto wao. Watoto wao wamekuwa dhaifu, wamekuwa ndondocha, wamekuwa madhaifu, wana madhaifu kila mahali. Wamekuwa wana mashetani, wana vifafa, wana nini. Watoto wamekuwa hawaeleweki, viungo vyao vikamilika mwilini, kwa sababu wanaishi na majini, na majini yanakula damu za watoto zao, na kisha yanawadanganya eti yanawapa utajiri. Wanaenda kufanya kazi za uchuma ulete, wanaenda kuharibia ndugu zao, wanaenda kuwapora ndugu zao na kuwateka nyara na kuteka nyara mali za ndugu zao, wakijilimbikizia wao, huku wakiangamiza watoto wao, wakiishi na majini na kuhalalisha kwamba majini ni viumbe sahihi vya kufugwa kwenye misikiti. Wanaenda navyo, na watu wanafanya uganga mpaka misikitini kupitia Qur'ani, na watu wanahalalisha kwamba uganga kupitia Qur'ani ni uganga sahihi. Kuna uganga sahihi kupitia Qur'ani? Kama sio ushirikina ni nini? Na Mungu kashakataza habari za ushirikina. Fungukeni akili zenu, fungukeni akili zenu. Nyie Waislamu, kuabudu kwenye makaburi sio kumwabudu Mungu, ni kosa.